Makosa 7 unayofanya wakati unasubiri majibu ya JWTZ. Umetuma maombi ya JWTZ, sasa unasubiri. Lakini swali ni, unasubiri kwa usahihi au unajiharibia nafasi bila kujua? Leo ninakufunulia makosa 7 ambayo yanawaangusha vijana wengi kipindi hiki. Karibu kwenye Jack Media TZ. Kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu. Bonyeza subscribe ili usikose mwongozo huu. Makosa 7. Kosa la kwanza: kurelaksi kupita kiasi. Baada ya kutuma maombi unaanza kusema tayari nimemaliza kutuma na unakaa tu. Ukweli ni kwamba safari ndiyo inaanza hapa. Nini ufanye? Endelea kujiandaa kila siku. Kosa la pili ni kuacha mazoezi. Unafanya mazoezi siku chache halafu unaacha. Suluhisho ni kuendelea kufanya mazoezi, kukimbia na push-ups. Kosa la tatu: simu kutopatikana. Hakikisha simu yako iko hewani muda wote. Kosa la 4: kuamini uvumi. Unaamini kila taarifa ya WhatsApp au ya mitaani. Suluhisho ni kufuata taarifa rasmi kupitia vyombo vya habari vinavyoaminika. Kosa la 5: kutokujua unachoenda kufanya. Yaani, hujui hata maisha ya jeshi yakoje. Suluhisho ni kufanya research kuhusu JWTZ. Kosa la 6: kutokujiandaa kisaikolojia. Unaogopa usaili na hujiamini. Jifunze kujieleza na kujenga confidence. Na kosa la 7 ni kukosa plan B. Hii inasababishwa na kuweka matumaini yote sehemu moja. Andaa mpango mbadala mapema. Kumbuka, wengi wanakosa si kwa sababu hawana sifa, bali kwa sababu walifanya makosa madogo kama hayo. Kama unataka kuongeza nafasi yako, epuka makosa hayo kuanzia leo. Niambie kwenye maoni, ni kosa gani unaona linafanywa na wengi zaidi? Like na subscribe kwa maudhui zaidi kutoka Jack Media TZ.